Bwana, Chuo Talk hapa. Kipanya Masudi niko hapa kama kawaida, niko na mshikaji wangu Joseph Carl, nitakuita Carl Peter Carlson, Carl kila kitu ndio, lakini ndio mkurugenzi wa Carl International, watu ambao wanakuwezesha kwenda kusoma nje au wanamwezesha mtoto wako, mdogo wako, yoyote ule kwenda kuweza kusoma nje. Sawa bana, hawa ni watu ambao wanatengeneza mazingira mazuri sana kwa ajili ya Watanzania kuweza kuerevuka. Vio ndani vipo, lakini hatujakatazwa pia kusoma nje. Sisi tunatafuta maarifa kule ambapo wenzetu wanafanya vitu vikubwa vile vile. Uhuru huo tunao. Bwana, karibu sana. Asante sana. Hii ya 8 ya 9 hii episode? Ya 8 hii. Sawa. Na bwana, watu wanaendelea kujiunga na magrupu, si ndio? Wanajiunga na magrupu, application. Sasa hivi sio tu kujiunga na grupu, tunafanya application. Matokeo yanatoka mwezi wa 7, lakini usije ukaambiwa kwamba hii scholarship iliisha mwezi wa 6. Fanya application sasa hivi. Haya, leo nataka tuudili na maswali ambayo wadau wameyatuma. Lakini kabla tujadili na maswali ambayo watu wametutumia, kuna siku tuliwaambia watu kuhusiana na kufunguliwa kwa dirisha la masomo kwa China. Tuliposti. Ndio. Unaweza ukaifafanua kidogo? Okay, so China ilifungua admission kwa wanafunzi kwenda kusoma intake ya September. Yes, and hii intake ilikuwa ni full scholarship kwenye tuition fee. Lakini bahati mbaya zaidi ni kwamba watu wanachelewa, wanasubiria kwamba ni September intake afanye application mwezi wa 7. Sasa hivi dirisha lilifungwa kutokana na mtihani unaitwa CSCA. Kwa hiyo mtihani wa mwisho kufanyika kwa mwaka huu ulikuwa ni tarehe 20, ni mtihani unafanyika tarehe 25, lakini registration yake imekwisha fungwa tarehe Jumapili. Kwa hiyo ni fursa ya kwanza ilitoka, tukaelewesha watu. Kuna wanafunzi wamefanya application, wanasubiri kufanya interview. Kuna watu waliwahi. Watu wamewahi, wapo kama 6 hivi wanafanya mtihani. Na nimekuuliza hiyo makusudi kwa sababu ya sisi kuna methali ya Kiswahili, methali au msemo, ajizi ni nyumba ya njaa. Ajizi ni nyumba ya njaa, maana yake ni kwamba ukisubiri, yani watu wanaofaulu hapa duniani pamoja na vipaji, pamoja na ujuzi, lakini ule uwezo wa kwenda speed. Ukipewa fursa ichangamkie. Umeelewa? Yani ukisikia kitu kimetajwa, wewe nenda, rusha ndoano. Unajua kuna scholarships nyingi. Kwa mfano sasa hivi kuna Dubai wametoa siku 7 ambapo mwanafunzi anaweza akafanya application, wanampatia extra 2400 off. Sasa ni dola 2450 off. Kwa mfano ada ya shule ni dola 13,000. Wanakupatia 28% ya scholarship off. Wanaitoa ya kwanza wanatoa. Maana yake ni robo. Unajua 28%. Yes. Ndio? Ndio. Maana yake ni zaidi ya robo, kwa sababu robo ni 25. Yes. Kwa hiyo baada ya hapo wanakuongezea tena off nyingine. Kama utalipia ndani ya siku 7, wanakupatia hiyo dirhams 9,000 ambayo ni sasa na dola 2450. Hiyo ni off kwenye ada ya shule baada ya ile scholarship ya 28%. Kwa hiyo unakuta hapo ada inabaki dola 7,200. Lakini watu pia watasubiria dakika za mwisho ndio aje aongeze nani. Nataka mzazi akuelewe. Sawa? Ndio. Mzazi, mlezi, mlipaji aelewe. Kwa ndio tunataka taratibu. Unajua sisi wengine tuko wepesi, wazito kuelewa. Kweli. Kwa mfano Dubai, UAE. Sawa? Au Dubai tuseme specifically. Unasema mfano unaniambia kwamba ada ni dola 13,000 ada ya shule 13. Ndio. Kamili. Sawa. Kuna mtu unajua ana mihela pale, lakini kwa sababu hana taarifa, anakuwa unajua taarifa ndio utajiri, si ndio? Ada ni dola 13,000. Hii dola 13,000 inahusisha nini na nini na nini? 13,000 hii ni ada ya shule ambayo inajumuisha pia wanaweka na zile gharama za visa, kwa sababu visa ya Dubai ni kama dola 1,000 hivi. Wanaofahamu wanaelewa. Kwa hiyo ile ni visa ya masomo. Visa ya masomo dola 1,000. Usishtuke kwa sababu ni tofauti na visa yako na kati ya dola 90 ya kwenda kutembea. Hiyo ni ya kawaida. Dola ya masomo, kwa sababu masomo hiyo ni karibu miaka 100, unakaa mwaka mzima. Hizi nyingine unakaa mwezi mmoja, miezi miwili, lakini unaenda kukaa mwaka mzima Dubai. Kwa hiyo ina include
ni ada ya shule ambayo unalipia pale shuleni, gharama za mitihani, unajua kuna zile admission fee na gharama nyinginezo pale zinazohusiana na kitaaluma. Ila kuna gharama za maisha. Gharama za maisha hizi ni part yako. Kwa mfano tunasema, ukisema gharama maisha inamaanisha ni ile kodi ya chumba utakacholala, chakula, nauli na kadhalika. Hizo ni pembeni. Utaratibu wa vyuo kuwa na maeneo yake kwa ajili ya wanafunzi ukoje kwa watu kama wa Dubai? Okay, so Dubai kwa sababu unajua Dubai ni unaweza kupewa eneo, kwa sababu chuo unakuta kinachukua eneo kubwa, kuna laboratories, kuna nini. Kwa hiyo unakuta chuo kinahitaji eneo kubwa sana. Sasa Dubai kama unavyojua ni nchi ndogo. Kwa hiyo unakuta kuna maeneo maalum hapo ambazo ni hostel za wanafunzi. Kwa hiyo unakuta kuna wanafunzi wanakaa Middlesex anakaa pale. Kuna eneo linaloitwa Knowledge Park. Watu wengi wanaelewa kwamba kuna Knowledge Park. Kwa hiyo Knowledge Park mle ndani ukisema weke na ma hostels inaweza accommodate wanafunzi wengi. Kwa faida tena ya mshua ambaye au mama ambaye anamlipia mtoto au mlezi mzazi. Kuna namna ambayo unajua naipushi nataka tuwasukume kwenye hii Dubai kama unaweza wakawai. Wanaweza wakawai. Ndio. Lakini sijui kama watawai. Sijui kitajua. Ndio siku 7. Kwenye kwa Dubai kukaa makazi ni wastani wa dola ngapi? So kwa mwezi mmoja wanaweka wastani dola 700 mpaka 850. Okay. Yes, kwa mtu ambaye anatumia matumizi ya kawaida. Hapo inamaanisha ni chumba, kwa sababu vyumba ukikaa Dubai ni ghali. Dola 400, 500 ni kawaida. Kwa hiyo kuna hiyo ni kwa mtu anayetumia matumizi ya kawaida, lakini mpaka dola 1200 kwa mwezi kwa mtu ambaye ana matumizi ya juu. Hatuwezi tukampangia mtu matumizi yake atakuwa ni kiasi hiki na hiki na hiki hapa. Lakini faida kubwa pia ambayo inapatikana Dubai, hivi vyuo, unajua vyuo vinavyofanyia marketing, kwa mfano Middlesex University University of Europe of Applied Sciences, wanaweka kwamba mwanafunzi wanamsaidia jinsi ya kupata kazi akimaliza au akiwa anasoma. Hii ofa ambayo inatoka hapa ni ya chuo gani? Hii ni Middlesex University. Yes. Ambao ni kama branch Ni branch kutokea London. Kwa sababu ni Muingereza. Muingereza. Kwa mwanafunzi anapata degree mbili, anapata degree ya Uingereza, anapata degree ya Maana yake ni nini ukiniambia degree mbili? Degree mbili it means umesoma katika chuo fulani. Tuchukue mfano UDSM awe na branch ya South Africa. Kwa hiyo pale unapata degree kutoka South Africa kuonesha kwamba ulisoma South Africa, lakini pia unapata degree kutoka Tanzania. Kwa hiyo ndipo ilivyo hiyo. Yes. Kwa mfano hii chuo ambacho kipo UK, unamaanisha unapata UK degree ambayo ni certified UK degree. Unajua hivi vyuo kwa mfano kipo UK, kikaweka campus nchi nyingine, inamaanisha wanakupa quality ile ya elimu ambayo ungeipata. Kuna vyuo kwa mfano Malaysia, unakuta chuo kinakupa degree labda ni ya chuo chake pamoja na degree kutoka nje. Unanipa swali Joseph, kuna nchi zinazokataa degree ya chuo fulani nchi fulani? Hapana. Kuwa na degree mbili kwa nini unategemea na sehemu unaenda kuapply. Kwa mfano unaenda kuapply kazi labda ni Barclays Bank, ambayo sasa ni Standard Chartered. Sasa unapoenda kuapply kazi kwenye ile benki, unakuta kuna watu wengine wako 20 wana apply ile the same job. Ulirudia hapo, maana yake Barclays maana yake ni Absa. Barclays ni Absa, okay, yes. Alafu kuna Standard Chartered. Hizi ni nani za UK. Yes. Kwa hiyo kwa mfano unaenda kuapply pale, unakuwa na extra qualification kwa sababu unakuta mpo watu 20-30. Kwa hiyo wewe umesoma wapi? Kwa hiyo mtu anayekuja na degree kutoka UK na expect anakuwa, kwa sababu quality education ya Uingereza ni kubwa. Kwa hiyo kuna gharama za maisha za kwenda Uingereza ni kubwa zaidi kuliko Dubai, kubwa zaidi kuliko Mauritius, lakini huku kote au kubwa zaidi kuliko na Malaysia. Kwa hiyo unapokuja na degree kutoka nchi fulani, it means una the same quality education kutoka kwenye nchi husika. Middlesex. Unasema hii dola 13,000 yakipigwa mapanga na dola inabaki dola ngapi? 7,200. 7,200. Weka nauli pembeni, weka na maisha. Gharama za maisha pembeni. Ambapo unaniambia kwa wastani wa dola 700 mtoto anaweza kukaa. Yes, 700. Na Dubai anaweza kufanya kazi? Ndio, anafanya kazi. Ambapo kule kuna sheria masaa 20 kwa wiki. Unaweza na hisari moja, sera ya nchi inasema ni dola 12. Ambapo unaweza ukalipwa ukiwa unafanya kazi kwa saa. Kwa hiyo hapo multiply by 20 masaa 20 ambapo unaweza kufanya kazi, alafu unakuja kutafuta kwa mwezi, unaweza kupata long kama dola 1,200 mpaka 1,500
ambayo ni kipato cha mwanafunzi ambaye anafanya kazi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa mwanafunzi kumsaidia mzazi kujigharamia maisha yake yale. Sio ada, kujigharamia ile maisha yake kwanza. Ndio, kwa sababu ndio wastani wa 700 800 maisha yake ile kwa siku mwezi. Kula najua vitu vya kawaida. Na usafiri kwa Dubai ukitumia public transport ni kama bure. Yes, na uzuri ni kwamba ukiwa na Emirates student card sio bure kwa maana ulipi transport, lakini ni train zile nafuu. Kwa mwananafunzi ukiwa na Emirates student card ni bure, unasafiri ukipanda train. Hiyo unaipata wapi? Hiyo unaipata shuleni pale, kwa sababu utakuwa una student card. Kwa hiyo na student card usafiri ni bure. Yaani as long as wewe ni mwanafunzi unasoma chuo kikuu, uwe wa kimataifa uwe wa ndani, unasafiri bure. Ile train unasafiri bure. Na ulisema Middlesex wanakusaidia kupata kazi au kwa maana gani? Wanakusaidiaje kupata kazi? Ukiwa unasoma wanakutafutia, wanakutengenezea CV nzuri. Sababu unajua wengi tunaanzaga kufeli kwenye ajira kuanzia kwenye CV. Wewe unawezekana ni umeshaajiri watu na unatambua hiyo. Kuanzia kwenye CV tu mtu unakuta umefeli. Kwa hiyo lakini pia zile opportunities kuna website maalum ambazo hiyo unazungumzia kwa mwanafunzi ambaye ndo anakwenda kumaliza maana yake. Yaani kabla ukiwa pale shuleni kwanza. Ukiwa pale Dubai. Yes, Dubai. Kuna section maalum inaitwa student section, international student section. Hiyo international student section pembeni kuna haya masuala ya placement. Kwa mfano umefika Dubai mwaka wa kwanza pale, labda umeenda kusoma Bachelor of Computer Science and Artificial Intelligence. Ukifika wao utafanya registration. Then baada hapo utapewa permit ya kufanya kazi. Kwa hiyo utaenda sasa kwenye ile section maalum ambayo inahusiana na masuala ya placement. Utaambia mimi natamani nifanye kazi labda kwenye sekta hizi. Kwa kama kuna job opportunities, wenzetu wana masuala, hii ni website maalum ambayo kuna kazi zimekuwa posted mule ndani. Unatoa na manufaa yake na kila kitu. Kwa hiyo chuo kinakusaidia kwamba okay, kuna kazi hii na hii na hii, wewe ungependelea ipi? Ningependelea labda tu apply zote. Okay, CV yako iko wapi? Wanakutengenezea CV, wanakuandalia kama ni siku ya unatakiwa kwenda kufanya ile interview. Wanakunania okay, hii ni labda ni sehemu, hii ni kampuni labda la masuala ya labda ni ya kahawa. Wanauliza maswali gani? Human resource wa shule anakutengenezea labda draft ya maswali ambayo unaweza kaulizwa kutokana na experience na kila kitu. Ngoja na wewe tu upate kazi. Ngoja na tena ujanja pia. Ndio. Kwa chuo kama Middlesex kwa maana kilichoko Dubai. Wakati Joseph anatutajia hapa kiwango cha kodi kwa maisha ya mwezi, sio ndio? Ukipata bahati mkawa wanafunzi wawili, watatu, sio ndio? Wasichana, sio ndio? Au wavulana. Mnachukua maskani yenu. Of course. Mnaweka kukaa na mshikaji sio tatizo, sio ndio? Mnaweza mkajikuta mnashare. Kwa unakuta gharama hizi za dola 700 800 ikakatika ikawa half. Na naamini ukifika chuo unaweza kuwa mjinga siku za mwanzoni. Unajua ujinga wakati wa kwenda, lakini ukishachanganya pale ukutana na washikaji, watoto wa masikini wenzio, sio ndio? Lakini baba zao au wazazi wao walizoa wamestruggle ku raise ile fund ya kukusomesha, mkajikuta mnachanga pale, gharama za mechi za nini zinashuka. Na inafika stage ambayo wewe unajua tunapokaa kwenye hizi campuses ama tunapokaa kwenye hizi hosteli maskani, mwisho wa siku unajipikia wewe mwenyewe kabisa. Umeelewa? Gharama pia za nini zinashuka. Na kwambia hivi kwa sababu ya ukubwa wa chuo kama cha Middlesex. Of course. Ambapo tukiangalia tukisema ukasoma Uingereza ni karibu pound 18,000 19,000. Tuna speak about 60M ni thamani ya chuo. Unajua tukisema hizi ada ni kubwa, lakini tuna speak about thamani ya chuo chenyewe, thamani ya elimu inayotoka pale na unatambulika vipi duniani. Tukiongelea vyuo kama University of Europe, vyuo kama Middlesex, Amity, kuna University of Birmingham, ni vyuo ambavyo vina thamani kubwa, vinajulikana kimataifa. Kwa hiyo unapoenda kuomba kazi sehemu yoyote ile, certification, unajua sometimes unasema ile certification, lakini mtu akikaa kusikiliza vitu tunavyoviongea anakuelewa. Hivi kimsingi Joseph, maana yake ni kwamba nikimwambia namwambia mtu nimesoma Middlesex. Si ndio? Haijalishi ilikuwa ni wapi. Lakini ukweli ni kwamba nimesoma Middlesex University. I love that. I love that. Kwa hiyo ina depend. Au ukimwambia mtu umesoma kuna university zipo UK zinaitwa Russell Group. Kuna group inaitwa Russell Group. UK wenyewe ukimwambia kama mimi nimesoma labda ni Cardiff University au nimesoma chuo fulani,
mtu ni rahisi kukuajiri kwa sababu anaelewa, anajua the quality of education ambayo inapatikana pale. Lakini pia tukija hata kwenye ranking ya universities, mpaka ile chuo kinafika kwenye ranking kubwa, huku kwetu tunaangalia labda idadi ya wanafunzi wanaohitimu, labda ni sheria, mpaka tuna kitengo cha sheria, labda tunaangalia watu. Lakini wenzetu na kitu kimoja anachosema kwamba miezi 18 ya mwanafunzi baada ya kugraduate, wanafunzi wangapi wamepata ajira kwenye nchi popote pale duniani, aidha amepata ajira au anaanzisha startup. Kwa hiyo wenzetu wanaendelea kukufuatilia, umemaliza shule wanaendelea kukufuatilia, umepitia wapi, uko wapi sasa hivi, umeajiriwa au umejiajiri, ulichokitengeneza kama ni startup, umejiajiri, entrepreneur, umefikia katika level gani. Then wao wanakuja kutengeneza statistics kwamba chuo chetu kina wanafunzi 85%, miezi 18 ya kwanza wameweza kujiajiri, wameajiriwa au wamefanya kitu fulani katika nani yao. Hiyo ndio tunatafuta rank ya chuo sasa. Sababu unaweza ukasoma chuo kweli huku duniani kinasikika ni namba fulani, lakini tukija kuangalia chuo chenyewe wanafunzi wangapi wameajirika. Sasa kwa nini tunaangalia wanafunzi wangapi wameajirika baada ya hiyo section? Tunaangalia kwamba labda 85% wameajiriwa, hawajaajiriwa kwa bahati mbaya. Kwa sababu gani? Chuo kinatengeneza extra curriculums, kinakutafutia kazi baada masuala ya CV. Kwa unaenda katika sehemu ambayo unajua kabisa mimi nikihitimu shule hapa sipotezi muda, lazima nitakuwa nimeajirika. Nimeajiriwa au nimetengeneza chakula. Wewe personally unajisikiaje kuwa kama daraja kwenye kupitisha watu wanaenda kusoma sehemu? Najisikia vizuri sana. Mwaka 2021 tulipeleka batch yetu ya kwanza wanafunzi kama 2021. Tulipeleka batch yetu ya kwanza ilikuwa na wanafunzi kama 30 hivi, ambao 25 kati ya wale 30 wamehitimu mwaka huu. Yes. Kwa hiyo ule mtandao wa wanafunzi 30 ni wengi. Yes, ni 30 kwenye 30 25, wengine wale watano wako kozi za miaka mingi zaidi. Kwa hiyo wale 25 hao walikwenda nchi mbalimbali. Walikwenda nchi mbalimbali, lakini 90% ilikuwa ni India. Kwa hiyo hao wanafunzi leo jana wiki iliyopita ilikuwa ni graduation yao. Kwa hiyo ukiangalia zile furaha walizonazo, endless opportunities ambazo wameshazipata, maarifa ambayo wameyapata. Kuna mwingine ambaye sasa hivi yupo kaajiriwa tayari. Kuna mwaka jana kuna wanafunzi tumepeleka huko wanafanya kazi Muhimbili, wanafanya Dodoma. Wanafunzi wamepata kwenye taasisi binafsi. Kuna database mnayoitengeneza ya mtandao kwa maana unawajua? Yes, ninawajua. Wanafunzi wetu wote anaenda kusoma nje ya nchi mpaka anapokuja kuajiriwa na wote tunaendeleza mahusiano mazuri na wanafunzi wetu. Kwa sababu tunaamini ile ni daraja. Sisi tunaweza kawa ni chuo, ni zaidi ya chuo. Kwa sababu tunatoa wanafunzi tunapeleka nchi mbalimbali, wanapata ujuzi wa mbalimbali ambapo ni tofauti na chuo kimoja. Chuo kimoja inaweza kuwa na kozi 20, lakini sisi tuna kozi zaidi ya 200, 300. Kwa hiyo tunajua sehemu gani tunapompeleka mwanafunzi. Kwa hiyo hata wale waliohitimu tunavyoangalia picha zao za graduation zinafurahisha kweli. Kwa sababu tunaona kabisa kwamba alipita kwenye mikono yetu, sasa hivi ana degree ya kwanza, mwingine anaenda for masters, anaenda for nini. Wow. Yeah, ni kitu kikubwa sana. That's good. Sasa nataka tuende kwenye maswali ya wadau ambao wameyatuma baada ya mimi kuyamaliza ya kwangu, lakini kwa niaba ya wadau. Hizi session ni nzuri sana ambazo tunazifanya. Unajua kuna kwa zile maswali yanakuwa mengi sana. Huyu mdau anaitwa Ibra Masud. Ibra mwanangu huyu atakuwa. Ndio yeye anaitwa Ibra, baba yake Masud. Kutoka Dodoma. Anasema ameweka hapa anasema wanaokwenda kusoma nje ya nchi hawapewi nafasi ya kupractice. Tufanye nini taifa lifaidike? Hapa anamaanisha nini? Anasema kwamba wanaenda kusoma nje ya nchi hawapewi nafasi ya kupractice, kwamba maana ni swali kama hawapewi nafasi ya kupractice. Kwa hiyo nimeona mjadala mkubwa kwenye comment kupitia ile post ambayo tuliposti wiki iliyopita kwamba ni hao watu wanavyoenda kusoma nje wakirudi labda wanaogopwa, labda wanaogopwa kuonesha ule ujuzi wao, au kuna kwa nini hawapati nafasi ya kupractice kile kitu walichokipewa? Unamaanisha hawapati hawafanyi. Hiyo neno kupractice hapa nako linachanganya kidogo. Anamaanisha kwamba kile walichojifunza hawakifanyi kazi au? Kwa sababu kama nimeelewa swali vizuri, ameuliza kwamba hawapewi nafasi ya kufanya kazi. Ya kufanya. Yes. Kama hawapewi nafasi ya kufanya kazi, ni nini kifanyike ili mradi
tuweze kunufaika kama taifa, kwa sababu tunaamini ule ujuzi unaokuchukua inatakiwa inufaike taifa zima. Yes. Wewe umeenda kuwa daktari sio kutibu nyumbani kwako. Umeenda kuwa daktari uweze kutibu. Mimi nilichokuwa na kiangalia nikiangalia wanafunzi wangu ambao wametoka, kwa sababu wengine ndio wameanza kuingia kazini. Lakini kwa nchi kama India tuliobahatika kusoma udaktari, mimi nilibahatika nikapata degree yangu ya kwanza nchini India. Tulikuwa tunakutana na challenge, madaktari wale wana ule India wenyewe. Unajua mimi nilikuwa najiongeza. Unakuta daktari ana portfolio yake. Umeona? Anakuta daktari ana page yake ya Instagram ambayo anaelezea vitu vingi. Kwa hiyo na sisi tukaandaa section ambayo tunataka tuandae. Pia tunawaelezea wanafunzi. Ukienda kusoma nje ya nchi, ukiachana ile syllabus unaosoma labda anatomy, physiology, lakini imradi urudi daktari ambaye unaweza ukanufaisha pia taifa, nini kifanyike, ukachukue ujuzi gani na gani. Kwa mfano ukikutana na challenge ambayo ukienda India cardiologist ni kawaida, unakutana na cardiologist tu anafanya vitu vingine kabisa, lakini huku cardiologist ni section ambayo ni high paying job, tunasema kwenye sekta ya afya, ni kozi ambayo inalipa vizuri, au hata madaktari wake wanaheshimika vizuri, kitu ambacho tunajivunia. Lakini ukifika India ambapo competition ni kubwa, cardiologist ni wengi, wanafanya vipi ili mradi waweze kupiku ile nani? Sasa kile wanachofanya kule kuweza ku overcome ile tunasema competition ambayo ipo India, wewe unaweza kukichukua pia ukakileta kwenye nchi ambayo haina competition, lakini ukawafikia watu wengi zaidi. Kwa mfano unaweza ukatoa elimu kwenye masuala ambayo wengine wanaweza kaona sio ugonjwa, yani kwake yeye anaona sio ugonjwa, ila kwetu sisi ni mtu anakuja kugundua kwamba okay, kumbe hichi kitu ni ugonjwa na kinatibika, na mimi kimenisumbua miaka 9, miaka 10, miaka 12. Kwa hiyo hizi section zote tutaziandaa kwa ajili ya wanafunzi wetu ambao wanaenda kusoma nje, kwamba ni nini ambacho kinatakiwa. Hata kwenye counseling tukiwa tunakaa na wanafunzi kabla ya kufanya decision, tunamuelezea kwamba okay, unatamani kuwa engineer kwenye nchi, unaenda kwenye nchi ambayo competition engineering ni kubwa, ni nini ukafanya? Kachukue ule ujuzi ambao wale engineers kule ambao umeshaona wanatengeneza nani vizuri, njoo nao huku Tanzania, utafikia watu wengi na wewe mwenyewe pia unaongeza value yako. Okay. Yeah. Hai, Fred kutoka Sinza anasema ninaomba aina za scholarship zinazotolewa nje ya nchi. Watu wanasema unapata scholarship lakini unalipa tena milioni 8 hadi 20, inakuaje? Yes, hiyo ni swali zuri sana actually. Unajua lazima tutoe kwanza elimu ya scholarship. Scholarship ni nini? Scholarship ni punguzo la ada. Punguzo linaweza likawa 100%, linaweza kawa 10%, ukapunguzwa 20% tu ya ada yako labda ada. Sasa usiangalie kwamba sehemu fulani kuna scholarship kubwa. Angalia kwanza bei ya chuo iliyokuwepo mwanzoni, na chuo kimekupunguzia kiasi gani, kwa sababu ile bei ya chuo ni thamani yake. Kwa hiyo wao watakuja kukupunguzia wewe kwa sababu gani? Lazima wape sababu ya wao kukupunguzia ada ya shule. Utakutana na sababu kama mtu amefanya vizuri sana, tunaita merit based scholarship. Kwa sababu unaweza kukuta labda sehemu ada yake ni 50% kwa watu wenye A zote. Kwa watu wenye A zote inamaanisha wao wanapata ile nani, lakini wale ambao walikuwa na B zote wanapunguziwa kwa kiasi chao. Kwa hiyo inaitwa merit based scholarship. Lakini pia kuna partial scholarship ambayo imeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi wa Kiafrika. Tunaita certain kind of group, yani group fulani lipate scholarship, lakini group nyingine lisipate hiki kitu. Kwa mfano wanafunzi wa Kiafrika wanajua matatizo yetu, wanajua namna yetu utafutaji, wanajua uchumi wetu ukoje. Unakuta anapunguza 50% of kwa kila mwanafunzi anaenda kufanya application pale. Lakini akienda mwanafunzi wa Kihindi analipa pesa nyingine. Akienda mwanafunzi wa sehemu nyingine analipa ada nyingine. Lakini pia hivyo ilivyo kwamba Tanzania labda elimu yetu labda ni vyuo vyetu vya serikali vina gharama nafuu zaidi kwa wazawa. Mtu mwingine anaweza kuambia mimi nataka nipate chuo cha serikali, labda serikali ya Ujerumani. Unaambia lakini chuo cha serikali ya Ujerumani kina favor wa kwanza walioko katika Umoja wa Ulaya. Wale ndio wa kwanza ambao wanapata ile, wanatakiwa nufaike na chuo chao. Then mtu ukitokea taifa jingine unaenda pale, lazima wakuchaji pesa kulingana na thamani au education quality ambayo unaenda kuipata. Kwa hiyo unaweza kukuta labda unaenda kusoma kwenye chuo tumeona mostly labda India, unaambiwa labda ada ya shule ni $3,000. Hata Ujerumani ada ya shule labda ni $12,000. Lakini ukiangalia Mjerumani mwenyewe anasoma pale kwa $7,000. Kwa mwingine anasemaje kwamba kwa nini mimi nimepewa scholarship lakini bado nalipa hela nyingi zaidi kuliko yule pale?
Ni kwa sababu huyu mtu anaenda kusoma pale, amelipia pesa, labda ni mtu ambaye ni wa ndani analipia pesa ambayo ni kutokana na punguzo la ada ya shule au ada ambayo imewekwa kwa mtu wa mule ndani au mtu ambaye ametokea bara la Ulaya. Okay. Then kwa nini mtu anasema umepata scholarship lakini unalipa milioni 8 mpaka 20? Kuna gharama nyingine kama gharama za maisha, kuna gharama za visa. Kwa hiyo sisi hatutaki kuweka ada tuzifiche, alafu mwisho siku ufike nchi husika unaambiwa ada ni milioni 80, ada ya shule na gharama za maisha ni milioni 80. Kwa hiyo sisi tunakupatia budget maalum ambayo wewe ndani inakuwa ni ada ya shule, hosteli, gharama za chakula, nauli na kila kitu. Kwa hiyo usishangaa labda unaambiwa umepata 50% off, alafu unatakiwa ulipe milioni. Kuna nchi hadi ni zaidi hata hiyo milioni 20. Kuna nchi unapata 50% off lakini ada bado inabaki milioni 25, 30 mpaka milioni 60, 70. Zote hizo zina range. Kwa hiyo ukija sasa kufanya counseling, sisi tunaangalia pia budget ambayo umeiandaa. Unaweza ukapewa 50% off ya India ni tofauti na 50% off ya Ujerumani. Tofauti kabisa. Kwa sababu kila sehemu kuna gharama zake, kuna gharama zake za maisha, kuna ada zake, kuna thamani yake na vitu vingine. Kwa hiyo kuzungusha na kutoa jibu ni kwamba mtu anaposikiza na tangazo scholarship anatakiwa afanye juhudi, kwa mfano kuwasiliana na watu wa Kale International kupata maelezo ya kina kuhusu scholarship hiyo husika ili apate kuelewa, au sio bwana? Yes. Asante. Diana John kutoka Dar es Salaam anasema nitamani sana kusoma na kuwa specialist kwenye kozi za afya, nifanye nini? Okay, kwa sababu amesema kozi za afya tutaongelea in general. Kozi za afya kwa mfano kuna madaktari bingwa, kuna madaktari bingwa bobezi, alafu pia kuna kozi ambazo ni general za afya tunaita wasaidizi wa daktari, kwa mfano optometry, ophthalmologist na kadhalika. Tukizungumzia, I hope alikuwa anaongelea daktari bingwa wa binadamu, afya ya binadamu. Yes, kwa hiyo lazima kwanza usome miaka mpaka umalize form 6. Ukimaliza form 6 ukasome miaka 5 kwanza ya general medicine au tunaita MBBS. Ukimaliza ile miaka 5 then ukachukua miaka 3 ya faculty ambayo unataka. Kwa mfano labda unataka mifupa. Ngapi jumla hiyo? Ulikuwa unataka mifupa, utachukua miaka 3 ya mifupa. Ulikuwa unataka labda daktari bingwa wa mfumo labda wa macho, utakuwa utasoma miaka 3 ya macho. Lakini kuna kozi ambazo zina super specialist, inaitwa super specialist. Kwa hiyo maisha lazima utasoma daktari bingwa kwanza wa magonjwa ya ndani, tunaita physician. Alafu ukasoma miaka mingine 3 taratibu. Baada ya kutoka kidato cha 6 kwanza kuna miaka mingapi? 5 ya lazima. Kuna 5 unakuwa wa kawaida. Ndio? Ndio. General practitioner maana yake. Practitioner katika hali ya kawaida. Yes. Sasa unapotaka kutafuta umaalum, kuna umaalum A na B. Umaalum wa kwanza tunakuta specialist, una miaka unasema wastani miaka 3. Miaka 3. 8 hiyo, sawa? Alafu ukaweka neno super specialist. Ndio? Kuna miaka mingapi? 3 mpaka 4. Sasa inategemeana na nani huyu? Ni Diana? Diana, umesikia mamangu? Jiandae hapo miaka 5, 3 tena. Miaka 11. Katikati kuna internship moja. Kabla ya ukimaliza miaka 6, miaka 5 lazima ufanye mmoja wa internship. Alafu then baada hapo unaingia sasa kwenye miaka 3. Kwa mfano daktari bingwa wa upasuaji wa moyo, cardiothoracic surgeon, huyu lazima afanye 5, anapiga internship moja, alafu anafanya miaka mingine 3 ya physician, alafu akasome miaka 3 hadi 4 kulingana na chuo sasa. Hiyo ni upasuaji wa mishipa ya moyo pamoja na mishipa ya damu. Ila nikwambie kitu. Unajua hii tukitajiwa miaka tunajiogopa. Lakini kweli ni kwamba leo hapa nikikwambia, mimi ukiniuliza nipe kumbukumbu zako za 2010, ni juzi tu. Unanipata? Kwa hiyo kuna wakati unaweza kuogopa kufanya jambo kwa kufia muda, lakini ukafanya mzaha sana hapa mpaka muda huo ukapita. Alafu kitu kizuri kwamba mimi napenda kuwapa moyo watu wanaosoma udaktari. Nataka kusoma udaktari wawe madaktari bingwa au nasikia sasa hivi kuna daktari mmoja tu kutoka South Africa ni super specialist wa watoto. Ukishamaliza miaka 6 ile ya kwanza ambayo umefanya na internship, baada ya hapo miaka 5 then internship mmoja. Mimi nakuwa ni miaka 6. Baada ya hapo mostly of them inakuwa ni tunaita residence, yani unakuwa unafanya kazi hospitalini. Kwa sababu yani ukisikia specialist kwenye kuona wagonjwa wa aina fulani.
sio miaka, yani miezi ya kusoma ni michache sana, yani haizidi hata 6 kwenye ile miaka mitatu ya okay. Kwa hiyo pale unajikuta kama unaenda kwenye chuo ambacho kina facilitate. Sisi tuna chuo kimoja China pale, wao ili waweze kuelewa, kwa sababu China ambapo kule tunaona competition ya madaktari ni wengi. Kwa hiyo kule wao wanataka mwanafunzi ambaye anaenda kusoma pale kwao aende mpaka masters, yeye yani sky the limit, soma mpaka unavyoweza. Kwa hiyo wale wanafacilitate, ukifika masters unaweza ukasoma bure, unakuta masters nzima unasoma bure pale. Okay. Yes, kwa sababu muda wote unakuwa hospitalini, wewe unaenda kufanya practice kwenye mahospitali. Kwa hiyo unamaanisha wewe unaingiza kipato cha hospitali. Kwa sababu muda wote unakuwa unaona wagonjwa, unaona kama alivyo daktari. Na maisha yanakwendaje? Unafanyaje kwenye kutengeneza kipato? Sasa ili kutengeneza kipato cha specialist kama nani, unavikuta unafanya kazi kwenye hospitali. Au unapata maana yake unalipwa kwenye hospitali za shule. Okay. Yes. Kwa hiyo maana yake tunapozungumzia miaka 11, 12 sio yote umekaa tu, ni kwamba unafanya maisha yanaenda. Maisha yanaendelea kwa sababu hata huku chuo unakuta chuo kina hospitali ambazo ni teaching hospitals. Sasa unajua masters inakuaje? Unasoma kufundisha, pia lazima utasoma pia kufundisha watu. Kwa hiyo unajikuta muda mwingine unakuwa kama lecture, utaingia darasani utafundisha kuhusiana labda unakutana na first year MD, second year, third year, unafundisha labda ni general surgery. Lakini pia lazima utakaa zaidi hospitalini kuona wale wagonjwa ambao wanakuja na matatizo ya moyo, kama ni super specialist ya moyo. Utakaa utaona wagonjwa zaidi wa moyo, lakini pia usiku unakuwa na madarasa ya usiku. Unafanyaje? Kwa hiyo unakuta hospitali yenyewe inakulipa kulingana, kwa sababu unakuwa unaona wagonjwa kama daktari wa kawaida. Mtu ambaye yuko residence mwaka wa 2 au mwaka wa 3 sio kama yule ambaye anaanza sasa mwaka wa kwanza udaktari au mwaka wa 2, kwa sababu unaweza ukakaa kama una wateja ukaona tu wagonjwa wa kawaida wale, ili uweze kuendeleza ufanyaji. Na maana unakuta kuna wengine wanakuta anafika mpaka super specialist hizo ana miaka 20, labda ana miaka tayari 10 kazini. Umeona? Kwa sababu anakuwa alikaa kwanza akafanya kazi, akimaliza kazi akaona anatakiwa nikasome, anaingia kusoma. Lakini kama unaweza kuunganisha, chuo kinakufacilitate kuweza kuunganisha mpaka pale utakavyoona kama mimi nataka nisome mpaka PhD au ni chochote. Unajua chuo chenyewe pia kama kinakupatia ule moyo wa kusoma, kinakupatia hizo kazi, kinakupatia nini, kikuvunji ule moyo wa wewe kuweza kusoma mpaka kufikisha nani yako, labda ile lengo lako, then unaweza kuchukua hiyo pathway. Ni nzuri. Kwa hiyo kwa muda wetu unatutupa mkono. Kwa hiyo unachokisema Joseph ni kwamba tofauti na ile dhana ya kusema kwamba anasoma tu, ni kwamba kwa mazingira kama haya ni unasoma huku unafanya kazi, maana maisha yanaenda. Unajua nilikuwa napiga hesabu ya miaka watu wa sasa hivi wamepata bahati wanaanza shule katika umri mdogo sana. Mimi namwangalia binti yangu ana 18. Anamaliza kidato cha 6. Si ndio? Nikimpa miaka, mfano tuseme kwa mtu ambaye ana 18 sasa hivi ni kawaida watoto kumaliza kidato cha 6, si ndio? Hivi hata chini hapo kama mtu alianza mapema zaidi. Maana sasa hivi uwezo wa kuanza darasa la kwanza au ndio mnaita sijui ya 1 vivyote akiwa na miaka 5 ni kawaida. Tuanze ile, achana na pre-unit. Miaka 5 nimeona wengi wanaanza darasa la kwanza. Kwa hiyo anapofika miaka 12 amemaliza miaka 7. Na siku hizi kuna mwaka mnauondoa, tuna 6. Sasa hizi ndio baada ya darasa la 7 ni plus ile. Kwa kifupi ina maana kama mfano tufanye una 18, tukupe 18 unamaliza kidato cha 6. Tukikupa miaka 5 mingine maana una 23. Tukikupa miaka 6 una 29. Mwanangu 29 ni super specialist. Kwanza unaweza kuvunja rekodi. Unaweza kuvunja rekodi ya kuwa kijana wa kwanza kufika pale. Na kwa miaka maana yake inawezekana. Kwa miaka inawezekana. Si ndio? By the time una 29 30 ni super specialist. Wow. Unaanza kula matokeo yako mapema. Unajua tukiangalia hata nchi za wenzetu, wao wana namna jinsi walivyokuwa nasoma huku nyuma. Huku Tanzania kwetu tunakuta mtu anamaliza kwanza MD, anakaa miaka 4 anafanya kazi. Akishamaliza miaka 4 na anakuja kusoma tena miaka 3 anarudi kufanya kazi ile specialist aliyochukua. Nimejifunza kitu kimoja. Baada hapo anakuja kusoma miaka 4. Kwa hiyo unakuta mtu tayari ameshafika 44, 45. Unajua katika vitu vigumu. Sijui wenzangu wanasemaje, lakini kurudi kazini alafu kurudi darasani. Hivi unajua kuna namna fulani, unajua unaposoma ukiwa na familia ni tofauti sana Tofauti na unaposoma ukiwa uko mwenyewe.
kwa kiasi kikubwa sana. Yeah, au unaposoma ukiwa, yani ndio maana nimependa hiyo ulioisema. Maana yake ni kwamba unasoma kwa mfano tunapoanza pale miaka 5 ile degree ya kwanza, si ndio? Miaka 5 plus mwaka mmoja wa internship, si ndio? Ukitoka pale unapoanza kwenda kuitafuta mitatu ya kwanza ya ku specialize, kwa sababu kwanza huku kote unaruhusiwa kuwa na mke na watoto. Yeah, kweli. Umeelewa eh? Yeah. Lakini maana yangu ni kwamba ukija ukifanya mwaka wa 6 wa internship pale ukimaliza alafu ukienda ukaanza kuitafuta ile miaka 3, maana ni kama umeunganisha. Mimi na wasiwasi sana mtu aenda anafanya kazi miaka 3 alafu anarudi tena. Sio kama haiwezekani. Kwanza unakutana na vitu vingi hapo. Kwanza tukiangata nchi za wenzetu, ukienda Uingereza, yani imeshakuwa ni kawaida ili uweze kumaliza, yani ile bachelor yako ya kwanza ni mtu anaiunganisha moja kwa moja na residence. Yani ile internship anaanza kufanya, anapiga internship miaka 4-5. Sasa mtu anaweza kumwambia umesoma internship miaka 4, hao wenzetu ile ule internship ya kwanza ni ya general medicine. Kwa sababu hata ukiwa darasani unasoma, unakuwa unasoma unafanya practice, unafanya clinical rotation. Kwa hiyo ukigraduate pale una knowledge ya kutibu mgonjwa na kadhalika. Kwa hiyo mwaka mzima ameweka pale pia ni quality control. Tunapima madaktari wetu ambao wametoka shuleni. Unajua vyuo kila chuo kina mtaala wake, kuna msimamizi wake. Kwa hiyo ile quality control kama body au wizara tunajuaje kwamba huyo mtu ana udaktari mzuri au ana nani nzuri, amepata vizuri? Ni lazima tufanye mwaka mzima wa internship. Kwa hiyo ipo dunia nzima lazima watafanya internship. Ila sasa nchi za wenzetu wameshaweka kwamba ukishamaliza ile unaanza residency ya practitioner ya kwako, labda ni masters ya general surgery. Na wengi wamechukua ni general surgery, ambao general surgery inamaanisha ni anafanya pasuaji zote. Kwa hiyo utakuwa na rotate, sababu ni ER, inaitwa emergency room na kadhalika, na rotate. Ukija kumaliza umefanya, yani kwa hiyo ukipata chuo ambacho kinakumotivate kuanzia kufanya mwaka wa kwanza mpaka kufanya miaka yako 6 ukamaliza ile 6 ukafanya nyingine ni 3 ukafanya 3 au 4 na kadhalika, ni njia nzuri zaidi. Sababu unakuta tu ni sometimes masters ni gharama sana. Nchi nyingine huko ni $30, $35, $40. Kwa mtu anayekuja kwetu kuchukua bachelor ya udaktari MBBS, direct anaweza akapata scholarship ya masters akasoma bure. Yaani badala wenzao wanalipa $80 wao wanasoma bure. Kwa mwaka ile miaka 3 ya mpunga ukatengeneza. Na mpunga pia unatengeneza. Stipend, tunaita stipend. Hizo sio hela nyingi sana, lakini kwa wanafunzi kilipo $600, $800 na upo shule ulipi ada ya shule ni nzuri sana. Kuliko kuna watu wengine ambao wanapata mkopo anaenda kujisomesha, lakini pesa inayoona pale haizidi $600 anaipokea kama pesa ya matumizi. Na hicho anachokisema Joseph ni kwamba hiyo umetoa mfano wa kwenye upande wa medical, ndio? Yes. Lakini hata kwenye taaluma nyingine, kwenye ulimwengu wa sasa nimeona unaweza ukasoma na bado ukafanya kazi kwa sababu ya uwepo wa teknolojia. Yaani uwepo wa AI, uwepo wa teknolojia ni kwamba kama lengo lako limekaa kwenye kujiajiri, my friend, mimi nakuhakikisha kabisa unasoma huku unatengeneza hela. Yaani unatengeneza ujuzi alafu unatumia hizi facilities zilizopo leo za kiteknolojia, unaanza kufanya kazi na kutengeneza fedha. Joseph, maswali mengine bado tutakuja kuyafanya wakati mwingine, muda wetu umetutupa mkono, lakini hizi sessions ni muhimu sana. Muhimu sana. 6 waliomaliza shule kwanza kufuatilia, jua sio tu kwenda kusoma chuo au kwenda kuingia chuo kikuu nasoma. Ukienda sasa hivi baadhi ya vyuo sio Tanzania, hata nje ya nchi, ukibauliza wanafunzi kwa nini unasoma kozi hii, utakutana na maajabu. Ndio nafurahisha mzazi, niliambiwa nisipenda bachelor nitaoa au nitaolewa. Kwa hiyo watu wasikilize, wapate maarifa, na tunaamini kwamba tunavyoenda baadaye tutaleta tofauti ya mtazamo tofauti zaidi wa kielimu. Kama tunaweza kusikilizana kabla ya kufanya mambo. Ingia kwenye group. Yani tumesema anatuma ujumbe, anasema anaandika group kwenye comment. Kwenye comment andika group, au akienda kwenye bio kuna link iko pale, abonyeze, anapeleka moja kwa moja kwenye group zetu pamoja na chat. Kwa sababu huko kwenye group ndiko ambako utapata maelezo mengi sana na unaweza kuuliza maswali mengi sana. Bwana, mpaka wakati mwingine tena Joseph, shukrani sana. Kwa niaba ya Kali International tunakupeleka nje ya nchi. Mimi naitwa Masud Kipanya, bye bye.